Usiku ni kimya, lakini si kila kimya ni cha kawaida. Kuna nyakati ambapo ulimwengu wa roho unafunguka na kile unachokiona si ndoto tu, ni ujumbe. Je, umewahi kuamka ghafla usiku wa manane bila sababu, au kuhisi uwepo usioelezeka kana kwamba kuna kitu kinakutazama lakini si kwa ubaya? Sikiliza kwa makini, kwa sababu kuna ishara 5 za kushangaza sana ambazo ukiziona usiku ujue wazi malaika wako wamefika karibu na wewe, wakiwa na ujumbe maalum unaoweza kubadilisha maisha yako milele. Usipuuze, usipite haraka. Hii inaweza kuwa ni sauti ya mbinguni ikikuita. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie. Ukiona mambo haya 5 usiku, jua malaika wamekuja na ujumbe maalum kwako. Jambo la kwanza, ndoto zinazoashiria ujumbe wa malaika. Ndoto si tu burudani ya akili. Ndoto zinaweza kuwa ni mlango wa kiroho. Malaika hutumia ndoto ili kukuonyesha njia sahihi kabla hujachukua maamuzi yoyote. Lakini pia malaika hutumia ndoto kukukinga kutokana na hatari zisizoonekana. Lakini pia malaika hutumia ndoto kukuamsha kwa utukufu au baraka zisizotarajiwa. Kuna muda ndoto ni njia mojawapo ambayo ndoto zinaashiria ujumbe wa malaika. Kuna ndoto ambazo ukiota basi unatakiwa utambue ndoto hizo au utakiwa kuzipuuzia, zinakuwa zimebeba ujumbe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20 imeandikwa, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hii inatufundisha wazi kuwa ndoto zinaweza kuwa ni njia ya ujumbe maalum wa malaika. Kuna muda Mungu anaweza kuwatumia malaika wanaweza kaja kwako kwa njia ya ndoto, wakakufunulia jambo ambalo halijatokea. Hapa tunamwona Yusufu alikuwa yupo kwenye mawazo. Yusufu alikuwa yupo kwenye mawazo. Ghafla malaika anamtokea katika ndoto na kumwambia asihofu kumchukua mke wake. Kwa hiyo kuna muda ndoto ni njia mojawapo ambayo pia malaika huitumia kuleta ujumbe. Ndio maana kuna ndoto ambazo unaweza kaota, lakini ndoto zile ukaona ile ndoto sio ya kawaida, ina ujumbe ndani yake. Kuna ndoto unaweza kaota ukaona kabisa kwenye ndoto niliyoiota kuna kitu cha tofauti kabisa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Unaanza kuona Yusufu anatokewa na malaika katika ndoto. Baada ya kutokewa na malaika katika ndoto, Yusufu hatuoni sehemu anabisha. Yusufu anatii, anamsikiliza malaika, anaamua kuondoka na familia yake. Kwa hiyo ndoto ni njia ambayo malaika anaweza kaitumia kukuletea ujumbe. Ndoto ni njia ambayo malaika anaweza kutumia kukufunulia kitu kabla hakijatokea. Kuna muda malaika anakuletea ndoto. Ile ndoto ukiangalia inakuwa imebeba ujumbe. Watu wengi huwa wanapuuzia ndoto ambazo wanaziota, na mwisho wa siku wanajikuta ile ndoto aliyoiota inatokea kama ilivyokuwa, na anaanza kukumbuka, mbona hii ndoto kama hii, mbona hili jambo kama niliwahi kuliota. Umeona? Manake ndoto, unaona Yusufu alikuwa anajua umuhimu wa kufuatilia ndoto alizokuwa anaziota. Alikuwa hapuuzii ndoto, kwa sababu Biblia inasema mstari wa 13 hapo kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu
katika ndoto. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Mstari wa 14, akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akamchukua nini? Usiku ule ule, yani ameshtuka kwenye ndoto tu akachukua hatua. Watu wengi wanaota ndoto, akishaamka ile ndoto mpaka anashtuka usiku, alafu akiamka anaishia kusikitika, aombi, mwisho wa siku ile jambo latokea. Listen to me, kuna muda malaika anaweza akakuletea ujumbe kwenye ndoto ambao ujumbe ule unakuwa unahitaji ushughulikiwe pale pale, ila watu wengi huwa wanapuuzia na mwisho wa siku mambo yale yanatokea vile vile. Kwa hiyo malaika unaweza kuota ndoto ambazo ndoto zinakuwa zinaashiria ujumbe wa malaika. Unakuta malaika anakutokea, anaanza kupatia maelekezo au vitu vya kufanya. Lakini jambo la pili, ishara zisizo za kawaida wakati wa usiku. Mfano, kuona mwanga usio wa kawaida au mwangaza wa ghafla ndani ya nyumba au ndani yako. Hisia za amani isiyoelezeka hata katikati ya shida. Unakuta kuna muda unaweza kuona mwanga usio wa kawaida au mwangaza wa ghafla ndani ya nyumba au ndani yako. Ukashangaa tu kuna mwanga kwenye chumba chako. Unajiuliza huu mwanga umetokea wapi? Au unashangaa kuna mwanga unatokeza ndani yako. Ni ishara ambazo zinaashiria kuna malaika, kuna ujumbe, malaika yuko karibu yako. Au unashangaa tu ndani yako una hisia za amani isiyoelezeka hata katikati ya shida. Unashangaa kuna muda unapata amani isiyoelezeka. Upo kwenye shida lakini ndani yako kuna amani ya kutosha mpaka unajiuliza hii amani inakuaje? Afu uko kwenye changamoto. Amani ambayo haisababishwi na kitu, unashangaa tu amani inatokea ndani yako. Wewe una amani japokuwa uko kwenye shida, lakini una amani ya kutosha. Ni ishara ambayo inaonyesha malaika yupo karibu yako, ana ujumbe juu ya maisha yako. Au pia kupatwa na hisia kuwa unalindwa na hauko peke yako. Kuna muda unapata tu na hisia kuwa unalindwa na hauko peke yako. Zote hizi ni alama za kiroho zikionyesha kuwa malaika wako yupo karibu na anakuongoza na anakulinda. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 inasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa hiyo kuna muda unashangaa tu, yani wewe unahisi uko una ulinzi tu. Yani unajikuta kuna muda unatembea lakini unahisi kuna ulinzi ndani yako. Unahisi wewe unalindwa. Hii ni ishara ya ajabu sana. Kwa hiyo jambo hili ukianza kuliona, yani unakuwa hauna hofu. Wakati wengine wanaogopa, lakini ndani yako unaona kabisa mimi sina hofu, unaona unalindwa. Ni ishara ya ajabu sana. Lakini jambo la tatu, hisia zinazoashiria ujumbe. Usiku unaweza ukajisikia huzuni isiyoelezeka kabla ya tukio kubwa au onyo la kiroho. Unaweza kushangaa unasikia unakuwa unapatwa na hisia zinazoashiria ujumbe. Kuna hisia zinazoashiria ujumbe. Unaweza kushangaa tu wakati usiku unashangaa ghafla kuna huzuni isiyoelezeka kabla ya tukio kubwa. Hii maana yake inakuwa inaashiria kuna kitu kibaya, unabidi usimame uanze kuomba. Au unashangaa furaha isiyo ya kawaida bila sababu. Hii inaashiria baraka zilizofika, baraka zimekaribia. Kwa hiyo malaika hufanya kazi kupitia hisia, ndoto na ufahamu wako, sio kila wakati kupitia maneno. Ukiona hali hizi, tafakari, omba na kuwa makini. Lakini jambo la 4, ujumbe maalum unaweza kuwa baraka ya ahadi, kuleta upendo, neema na fursa zinazotarajiwa. Kwa hiyo unaweza kuwa ujumbe ambao unaletewa, unaweza kuwa ni ujumbe ambao umebeba onyo, kuwaweka macho yako, kuyafanya macho yako yao wazi dhidi ya hatari zisizoonekana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kwa hiyo ujumbe unaweza kuwa ni mwongozo, kuelekeza hatua zako au maamuzi yako au mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo ukiona ishara hizi, jua kuwa sio bahati mbaya, ni ujumbe wa kipekee kutoka kwa Mungu. Lakini jambo la 5, hatua za kuchukua baada ya ishara hizi. Hatua gani ambazo unatakiwa kuzichukua baada ya ishara hizi? Jambo la kwanza, tafakari na kuandika kila ndoto au ishara uliyoiona. Jambo la kwanza unatakiwa tafakari na kuandika. Andika kabisa kila ndoto au ishara uliyoiona. Lakini jambo la pili, omba kwa Mungu kuelewa maana ya ujumbe. Ombe Mungu kuelewa ujumbe, muulize Mungu, ujumbe ule unifungulia unaashiria kitu gani?
muulize Mungu. Jambo la tatu, usiogope bali chukua hatua kwa ujasiri kulingana na mwongozo uliopokea. Kwa jambo la msingi ambalo utakuwa ulitambue, kwa maneno rahisi, kila wakati ukiona ishara zisizo za kawaida usiku, ndoto nzito au hisia zisizo za kawaida, jua hivi malaika wako amekutumia ujumbe maalum. Ujumbe huu unaweza kuwa mwongozo, onyo au baraka ambazo zitabadilisha maisha yako. Kwa hiyo usisikie hofu, bali fungua moyo wako, tafakari na ufuate mwongozo huu kwa kina na kwa uangalifu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.